katika tafsir ya Ibn Kathir kanisomea maneno katika aya sura al-Furqan, walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Ibn Kathir asema qala Abu al-Aliya wa Tawus wa Muhammad ibn Sirin wa al-Dhahhak wa al-Rabi' ibn Anas wa ghayruhum. Msikia wanaovioni wa salaf wataji wengi, sio? Hiya a'yadul mushrikin. Zur hapa inakusudiwa ni idi za washirikina. Katika sifa za wale waja wema ibadur rahman, hawashuhudili wala hawahudhurii. Haya, Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Ahkamu Ahli Dhimma asema hivi: man hanna 'abdan bima'siyatin, mwenye kumpa pongezi, wasema kongole, sio kampa pongezi mja mwingine kwa maasi aliyoyafanya. Kama hawa wakisherekea nini? Ni maasi, akampa pongezi kwa yale maasi, au bid'atin, au kwa bid'a aliyoifanya, au kufrin, au kwa kufur. Kama hii pia, hii nini? Kufur, kuitakidi kwa Allah azali wal iyad billah. Ibn Qayyim asema faqad ta'arrada li maqti Allahi wa sakhatihi, huyu amejiweka katika hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah humchukia mtu huyu. Na hii mtu anasema lakini Ibn Qayyim yajuaje? Kama vizuri sana. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akiwazungumzia Banu Israili, wale Banu Israili wanaozungumzia yale maneno katika Qur'an ni wa asri gani? Asri ya kule nyuma, si ndio? Wakati wa Musa, sio? Lakini katika Qur'an aelekeza mazungumzo ya kuwaeleza wale kwa nani? Kwa wale ambao wako wakati wa Mtume sallallahu alaihi na wako leo, si ndio? Ya Banu Israili, waambie wao, si ndio? Ya Bani Israili. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia hawa Mayahudi Banu Israili, wataqtuluna al-anbiya bighairi haqq, nyinyi mwaua mitume bila haki. Kwani hao wana mtume bwana? Mtu aweza kuuliza sasa, walaumiwa hao kwa kitendo ambacho wamekifanya babu zao. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sasa kwa nini hao waingie katika kosa la wale? Ukisoma wanaoviona tafsiri kwambia kwa sababu walikuwa radhi na kile walichokifanya wale, hawakupinga yale waliyofanya, bali wafurahikia kile babu zao walichokifanya katika maovu.